Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mahakama ya Rufani iliyokutana kusikiliza maombi ya mapitio ya maamuzi ya Mahakama Kuu kwenye kesi ya mgawanyo wa mali za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliufanya ukumbi wa Mahakama Kuu uwanja wa sheria hata kwa wasiojua sheria. Makumi ya wafuasi wa Chadema wakiwemo viongozi wao na watu wengine kadhaa waliokuwepo mahakamani jijini Dodoma waliburudika na maswali yaliyokuwa yakiulizwa na majaji kwa mawakili wa wajibu maombi. Katika kesi hiyo ya madai iliyofunguliwa na Said Issa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, Chadema kinapanga hatua ya Jaji Hamid Mwanga kutoa amri ya kukizuia kufanya shughuli zake. Pamoja na amri hiyo, Jaji Mwanga aliagiza bodi ya wadhamini wa katibu mkuu wa chama hicho kutoa nyaraka kwa wadai pamoja na maamuzi mengine mbalimbali kuhusiana na kesi hiyo. Majaji watatu wa Mahakama ya Rufaa wakiongozwa na Agustini Mwarija, Issa Maige na Abraham Mwampashi waliufanya ukumbi wa mahakama kuwa chuo cha sheria. Katika kesi hiyo, Chadema kiliwakilishwa na mawakili wa kujitegemea Mpale Mpoki, Dr. Rugemeleza Nshala na Hekima Mwasipu. Naye Issa na wenzake wawili Maulida Anakom na Ahmed Rashidi Hamis waliwakilishwa na Alban Kairu, Shabani Marijani na Gido Simfukwe. Akitetea maombi yao mahakamani, wakili Mpoki alisema kesi hiyo imefunguliwa nje ya muda. Alisema kesi za madai zina muda maalum wa kufunguliwa ambao uzidi miaka 6, wakati malalamiko ya Said Issa na wenzake ni tangu 2016. Kwenye maombi ya msingi hawakusema mgogoro ulianza lini. Hili wamekuja kulisemea majuzi kwenye pingamizi lao kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, wakipinga asiunganishwe kwenye maombi ya msingi. Lakini hata hiyo 2016 walioitaja bado wako nje ya muda. Labda ingekuwa kesi ya kikatiba ongeweza kuruhusiwa kwa kuwa haina muda maalum, alieleza. Akiongea kwa utulivu, Mpoki ameiambia mahakama kuwa Issa na wenzake wameeleza kwenye kesi yao ya madai kwamba kuna nyumba Mikocheni yenye thamani ya shilingi milioni 726 pamoja na kiwanja chenye thamani ya shilingi bilioni 2. Mali nyingine wanazodai ni magari 8 yenye thamani ya shilingi milioni 576 na pikipiki 478 ambazo hawakutaja thamani yake. Sasa hawajasema thamani wanachokidai ni shilingi ngapi, alieleza. Naye Dr. Nshala alieleza mahakama kuwa shauri hilo lilipaswa kuwa la kikatiba kwa kuwa madai ya Said Issa na wenzake yamejikita kwenye tishio la kuvunjika kwa muungano kati ya Zanzibar na Tanganyika. Maneno haya yanaonyesha kwamba madai yao ni ya kikatiba. Hii kesi ilipaswa kuwa ya kikatiba, lakini imesikilizwa na jaji mmoja na haikuwa kesi ya kikatiba, alifafanua. Aliongeza kuwa jaji alipelekewa suala hili, lakini akasema mambo ya kikatiba tuachane nayo. Hiyo lilikuwa kosa kubwa. Ilikuwa ni hatari sana kwa jaji mmoja kujivika madaraka asiyokuwa nayo. Alisema kwa mujibu wa sheria, jaji wa Mahakama Kuu alipaswa kuifuta na kuifukuza kesi hiyo kwa mujibu wa sheria. Kama unasema kumekuwa na ukiukwaji wa sheria ya vyama vya siasa, basi madai kama hayo yanaenda kwa msajili. Ndio maana amepewa mamlaka hata ya kufuta chama kama hakijatekeleza matakwa ya kisheria. Bali Jaji Mwanga alitupilia mbali hoja hiyo, akisisitiza kwamba swala hilo sio la msajili wa vyama vya siasa. Akijibu maelezo ya mawakili wa Chadema, wakili wa wajibu maombi Alban Kairu alieleza kuwa chama kilikuwa kinamiliki mali zenye thamani ya shilingi bilioni 4 pamoja na akaunti za benki. Jaji akamuuliza, kwani uamuzi wa Jaji Mwanga ulikuwaje kuhusu swala hilo la thamani ya vitu mlivyovitaja? Kairu akajibu, alisema kuwa thamani ya fedha halikuwa suala lililopo mahakamani kwa kuwa wateja wangu hawakudai mgawanyo wa fedha. Jaji akauliza tena, hebu tuambie thamani ilikuwa shilingi ngapi? Wakili Kairu akajibu, Mheshimiwa Jaji, angalia aya ya 7 inasema hivyo. Jaji akamuuliza tena, tuambie sasa, mliandika wapi kwenye maombi yenu thamani ya vitu mnavyohitaji? Kairu akajibu, Mheshimiwa Jaji, sasa hapa. Jaji akaendelea kusisitiza, soma sheria kuhusu thamani ya vitu unavyodai inasemaje, na lazima kuwe na maelezo yanayoonyesha thamani ya kitu unachodai. Dr. Rugemeleza Albert Nshala alieleza mahakama kuwa uamuzi wa Jaji Mwanga ulitolewa bila kuelewa majukumu ya baraza la wadhamini na jinsi linavyofanya kazi.
Alisema wadhamini wakifungua mfuko wao wanakuwa watu wamoja, na kama itatokea mmoja wao akafungua shauri mahakamani, anapaswa kushtaki wenzake kwa nafasi zao. Akataja kifungu cha 14 cha sheria ya wadhamini kwamba kinasema wadhamini wote chini ya sheria hiyo watawajibika kwa matendo yao kama vile hakuna sheria ya wadhamini. Aliongeza, kwa hiyo tuna shauri ambalo halikidhi vigezo. Kwa kuwa mdhamini wa pili na watatu kwa mujibu wa sheria hiyo walipaswa kuwashtaki wadhamini wenzao kwa majina yao wenyewe na sio kulishtaki baraza la wadhamini kwa ujumla wake. Aliongeza kwa dhana kwamba baraza la wadhamini lina uhusiano wa uaminifu, kwa hiyo ni lazima ueleze wenzako wamekosea wapi. Baada ya Dr. Nshala kumaliza wasilisho lake, wakili Mwasipu alipata fursa ya kufafanua mambo kadhaa, ikiwemo amri ya Jaji Mwanga ya kuzuia Chadema kufanya shughuli zake iliyotoa tarehe 10 Juni 2025. Alisema kilichotokea ni kwamba maombi ya marejeo yalikuja kusikilizwa, lakini wakati wa kuanza usikilizaji, Jebra Kambole aliyekuwa anawakilisha wajibu maombi aliomba kesi ihailishwe ili aweze kwenda kumsindikiza wakili mwenzake kwenye mazishi ya mmoja wa ndugu zake. Jaji alimkatalia na akaendelea na usikilizaji wa maombi hayo. Alieleza na kuongeza pia wakili Jebra aliomba kwenda kuhudhuria msiba wa dada yake. Jaji akakataa tena. Jebra akasema, naomba kuondoa uwakilishi wangu kwa sababu sitaweza kuwakilisha wateja wangu vizuri. Mwasipu akasema, wakili wa waleta maombi wakasema, tunaomba kuendelea kwa upande mmoja kwa sababu wajibu maombi hawapo. Sasa sisi hoja yetu ni kwamba ni utaratibu gani unapaswa kufuatwa wakili anapoondoa uwakilishi wake kwa mteja? Alifafanua. Akatoa mfano wa kesi ya Abdalla Chuga dhidi ya Halima Ismail iliyoamriwa na Mahakama Kuu. Akasema, waheshimiwa majaji, ambani kufuata uamuzi huu, lakini tunaomba kuwashawishi muukubali na kuutumia. Kwa mwendelezo wa stori hii ya mgawanyo wa mali, usikose kufuatilia gazeti lako la Mwanahalisi ambalo linatoka kila siku za Alhamis. Usikose nakala yako. Akamuuliza tena, tuambie sasa, mliandika wapi kwenye maombi yenu thamani ya vitu mnavyohitaji? Kairu akajibu, mheshimiwa jaji, sasa hapa. Jaji akaendelea kusisitiza, soma sheria kuhusu thamani ya vitu unavyodai inasemaje, na lazima kuwe na maelezo yanayoonyesha thamani ya kitu unachodai. Dr. Lugemeleza Albert Nshala alieleza mahakama kuwa uamuzi wa Jaji Mwanga ulitolewa bila kuelewa majukumu ya baraza la wadhamini na jinsi linavyofanya kazi. Alisema wadhamini wakifungua mfuko wao wanakuwa watu wamoja, na kama itatokea mmoja wao akafungua shauri mahakamani, anapaswa kushtaki wenzake kwa nafasi zao. Akataja kifungu cha 14 cha sheria ya wadhamini kwamba kinasema wadhamini wote chini ya sheria hiyo watawajibika kwa matendo yao kama vile hakuna sheria ya wadhamini. Aliongeza, kwa hiyo tuna shauri ambalo halikidhi vigezo. Kwa kuwa mdhamini wa pili na watatu kwa mujibu wa sheria hiyo walipaswa kuwashtaki wadhamini wenzao kwa majina yao wenyewe na sio kulishtaki baraza la wadhamini kwa ujumla wake. Aliongeza kwa dhana kwamba baraza la wadhamini lina uhusiano wa uaminifu, kwa hiyo ni lazima ueleze wenzako wamekosea wapi. Baada ya Dr. Nshala kumaliza wasilisho lake, wakili Mwasipu alipata fursa ya kufafanua mambo kadhaa, ikiwemo amri ya Jaji Mwanga ya kuzuia Chadema kufanya shughuli zake iliyotoa tarehe 10 Juni 2025. Alisema kilichotokea ni kwamba maombi ya marejeo yalikuja kusikilizwa, lakini wakati wa kuanza usikilizaji, Jebra Kambole aliyekuwa anawakilisha wajibu maombi aliomba kesi ihailishwe ili aweze kwenda kumsindikiza wakili mwenzake kwenye mazishi ya mmoja wa ndugu zake. Jaji alimkatalia na akaendelea na usikilizaji wa maombi hayo. Alieleza na kuongeza pia wakili Jebra aliomba kwenda kuhudhuria msiba wa dada yake. Jaji akakataa tena. Jebra akasema, naomba kuondoa uwakilishi wangu kwa sababu sitaweza kuwakilisha wateja wangu vizuri. Mwasipu akasema, wakili wa waleta maombi wakasema, tunaomba kuendelea kwa upande mmoja kwa sababu wajibu maombi hawapo. Sasa sisi hoja yetu ni kwamba ni utaratibu gani unapaswa kufuatwa wakili anapoondoa uwakilishi wake kwa mteja? Alifafanua. Akatoa mfano wa kesi ya Abdalla Chuga dhidi ya Halima Ismail iliyoamriwa na Mahakama Kuu. Akasema, waheshimiwa majaji, ambani kufuata uamuzi huu, lakini tunaomba kuwashawishi
muukubali na kuutumia. Kwa mwendelezo wa stori hii ya mgawanyo wa mali, usikose kufuatilia gazeti lako la Mwanahalisi ambalo linatoka kila siku za Alhamis. Usikose nakala yako. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.